akaweza kumtangaza hadharani. In public he said, "This is my beloved son, I am pleased by him." Napendezwa na yeye. Na Biblia wakati ilifunguka ilimaanisha kwamba baraka za Mungu Baba, baraka za Mwana na baraka za Roho Mtakatifu ziweze kuwa pamoja na ninyi. Hiyo ndio maana yake. Mungu ajidhihirisha kikamilifu kwa Utatu Mtakatifu, kwa sababu jiwa alikuja akatua katika kichwa cha Yesu Kristo. Hebu jiulize, mbona wale wengine pengine maelfu ya watu walibatizwa na Yohana Mbatizaji, hakuna yeyote ambaye alitangazwa na Mungu Baba Mwenyezi? Hakuna yeyote, jiwa lilitoka juu akaja akamkutua juu ya kichwa cha huyu, kwa sababu huyu sio mtoto wa kawaida. Huyu ni mwanamume na sio mwanamume wa kawaida. Huyu ni mwana wa Mungu, na ndipo Mungu akasema, huyu ni mtoto wangu mpendwa, napendezwa na yeye. Maana ya jiwa ni nini? Jiwa ilikuja hapo kusema, nyinyi nyote ambao mlikuwa mmepitia ubatizo huo, hata nanyi mmewekwa wakfu kama vile amewekwa wakfu. Ni kutakaswa, ni kubarikiwa. Nyinyi nyote ambao mmewekwa ubatizo huo, na ubatizo wa Yesu ni ubatizo wenu, mmeweza kubarikiwa. Na hapo ndipo tunaona kwamba jiwa ilikuja ikatua juu yake. Inamaanisha amani katika ulimwenguni imeshuka mbinguni na tuweze kuwa na amani. God is good. There's nothing good can grow, or there's nothing can grow in a country where there's no peace. There must be peace for anything to grow. Uchumi haiwezi kukua katika nchi yeyote hii kama hakuna amani. Hata nawe huwezi ukawa na afya nzuri kama huna amani ya roho na mwili na akili. There must be peace for us to grow in every quarter, in every way of our life. And this is the year of growth. Kama vile Isaya amesema, lazima tuweze kuwa na amani, na amani ambayo itafanya uchumi wetu, kazi zetu kukua. Katika maisha yetu tuwe na chakula cha kutosha, tuweze kuwa na amani, tunalala usiku vyema bila kujali utakuwa nini kesho. Tuwe na amani kama jiwa, kwa sababu Yesu Kristo anaonyeshwa ni mfalme wa amani, ambaye amani ndiyo imetoka mbinguni, sio ya dunia. Maisha haya ya hapa duniani haina amani. Kila wakati ni kutafuta. Hakuna siku hatupati, hakuna siku hatuni kazi, hakuna siku hatufikirii, hakuna siku hatuvai nguo na bado tunatafuta zingine, hakuna siku hatutafute pesa na tunatafuta zingine, na tunakufa kazi yetu ikiwa ni kutafuta. Lakini huyu Mungu anasema, hata kama ni wewe, kazi yetu nitawapatia amani duniani. Na ndiposa Yesu anawekwa wakfu kama mfalme ambaye atatuongoza. Hatutaongozwa na wafalme wengine ambao hawatuletei amani. Ni mfalme wetu katika mwaka huu wa 2026. Ni mwaka ambao tunaomba tuwe na amani katika nchi yetu. I know it will be a noisy year. People are going to rejoice, but what should we listen? Tutasikiza nani? Ni sauti ya nani tutaichukua? Ni sauti ya nani itatuelekeza? Ni sauti ya mfalme wa amani, na huyu sio mwingine, ni Mungu Mwenyezi. Na ndiposa tunaambiwa siku ya leo amewekwa wakfu, na jiwa linamaanisha amani katika ulimwenguni, kwa sababu ndiye mfalme wa haki na ukweli. God is good. Wale wengine wote wanadamu, wote ni vigeni, wote wanatuambia hivi, kesho wanatuambia hivi, wote wanatuelekeza hivi, pengine kwa sababu ya matarajio yao ya kibinafsi. Lakini Mungu wetu anasema yeye anatupenda vile tulivyo. Ndiposa katika kuwa sisi ni wanadamu na sisi ni wapendana, ndiposa wakati tulipobatizwa tukatolewa katika hali ya dhambi tukaingia katika hali ya utakatifu, na yeye aamini kwa kuingia katika hali hiyo ili aweze kuwa anatutawala katika njia zetu, achukue usukani na
kutuelekeza as a nation, as people of God, as Kenyans, so that we can live in peace all the time, kwa sababu yeye ndiye Mungu wa kweli na ndiye mfalme wa kweli, na akiingilia kati shughuli zetu za maisha hapa kwetu, tutaweza kuwa na amani. God is good. Nothing grows where there is no peace. Na hiyo ni kitu cha kwanza tunapatiwa na ubatizo wake Yesu Kristo. Hata na sisi wakati tulibatizwa, tulikuja hapa tukabatizwa kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu, ili tuweze kuwa na utulivu wa Mungu, tuweze kuwa na uongozi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu katika maisha yetu. When people are talking, they will be talking. When people will be shouting, they will be shouting. So wanaongozwa na roho gani katika maisha yao? Ni roho ya kutaka kitu, ni roho ya kujitakia makia kibinafsi, ni roho iwe mwovu, ni roho wa mashamba, ni roho wa fedha. Lakini hapa tunaona kwamba sisi tumeitikia kuongozwa na roho wa Mungu. God is good. Na kwake Mungu kusema, huyu ni mwanangu mpendwa na pendezwa naye. Imagine it was many people after 30 years. People they have judged Jesus Christ from the face value. Nilipata kama pastor amekuwa, nikaona mama mmoja akilia na majina Grace ya dini na ndani na chumvi mingi ya kupata chiko na ngoja hiyo Grace. Ndio tukapatikana lakini takuwa na mpango wa siku nyingine. Tunasema juu ya ubatizo wa Yesu Kristo, amani duniani. We have a long way to go with this year. It's only 11 days that we have spent. Tutafika Disemba, lakini hatuwezi tukafika Disemba na ubinadamu wetu. Lazima tuwe na mfalme na kiongozi ambaye atatuongoza katika nyoyo zetu na katika maisha yetu, na ni Mungu. Na Mungu akiwa katika upande wetu, taifa la Mungu, tukiwa na roho wake, basi hakuna chochote kitatutenganisha na wema wake. Tutaweza kusimama imara katika nchi yetu, imara katika familia zetu, imara katika kazi zetu, na imara katika kanisa. Ndipo sababu wa Mungu akamwachia kwamba hii dunia, kile ambacho kinahitajika zaidi ni roho wa Mungu. Ndipo akaja kwa wakati wake, kwa sababu roho ni mwingi, yes, but roho wa Mungu anawashinda wote. Ndipo sababu Mungu akasema wacha aje kama jiwa. Jiwa ikija hapa ni ndege ambaye anaonekana ametulia. Tuwe na utulivu huo, kumaanisha Mungu wetu akiwepo, utulivu utapatikana. Pia Yesu Mungu akasema, huyu ni mtoto wangu mpendwa, ninapendezwa na yeye. It was done in public. Kumbuka, wengi walibatizwa, lakini Mungu akamteua katika watu wengi, huyu ni mpendwa. Alikuwa anasema, huyu ni mwana wangu, huyu ndiye Mesaya mlikuwa mnangoja, huyu ndiye Emanueli mlikuwa mnangoja. Mmeshabatizwa, ni mtakatifu na nyinyi ni watakatifu. Ameshachukua maisha yenu, amewainua, amewakubali kama watoto wake, daughters and the sons of God. Ameingilia kati maisha yetu, na ndipo Mungu anasema huyu ni mpendwa. Kwa hiyo mkimsikiza na akiweza kuongoza, basi mtaweza kupata yote katika maisha yenu. Ni yeye aliweza kukabidhiwa kwetu na sisi tukakabidhiwa kwake, ili aweze kutuelekeza kulingana na mapenzi yake. Na ndipo kesho tutaona Mungu Yesu akiingia katika hekaluni, na kitu cha kwanza ambacho atakutana nacho, atakutana na mtu ambaye anaangushwa na pepo mbaya, na wakati ule ataweza kumwangalia huyu mtu, na badala ya huyu mtu kuongea, pepo wanaongea, wanamuuliza umekuja kufanya nini na sisi watu wa Mungu, mwana wa Mungu. Kumbe hata shetani anamjua Mungu.
mwana wa Mungu na anajua ametoka Nazareti.